Bismillahirrahmanirrahim. Sheikh Saleh Omar Kabi, mufti mkuu wa Zanzibar, mamufti wakuu wa Uganda, Burundi, Rwanda, Tanzania bara pamoja na Sudan, Sheikh Hassan Othman Ngwali, kadhi mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Mwalimu Dr. Harun Ali Suleiman, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Mheshimiwa Balozi Seif Ali Iddi, Makamu wa Pili wa Rais Mstaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Mohamed Ali Abdallah, Mkuu wa Mkoa Mjini Magharibi, Mheshimiwa mawaziri mliopo, viongozi mbalimbali wa dini, mashehe wetu, maulama, ndugu zangu waumini, mabwana na mabibi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuhudhuria katika kilele cha maadhimisho ya mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1448 Hijria. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii na kwa kunialika kwa mara nyingine tena kuwa mgeni rasmi. Kwa namna ya pekee natoa pongezi maalum kwa Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kabi pamoja na baraza la maulama na viongozi wote wa dini kwa mchango wao mkubwa katika kuhamasisha amani, umoja, maelewano na ustawi wa jamii yetu. Aidha, napenda kuwakaribisha na kuwashukuru wageni wetu mashuhuri waliotoka katika nchi mbalimbali za bara la Afrika ya Mashariki na Kati kwa madhumuni ya kushiriki pamoja nasi katika maadhimisho haya. Nawashukuru kwa kukubali kushiriki katika maadhimisho haya na kuweza kutoa mada zenye hekima na mafunzo makubwa kwa umma. Kwa hakika mada zilizotolewa hapa zimeonyeshwa dhahiri kwamba Uislamu ni dini ya amani, maridhiano, ustahamilivu na maendeleo. Tunathamini sana mchango wenu katika kuimarisha udugu wa Kiislamu na mshikamano wa wananchi wetu. Jambo hili linaendelea kudhihirisha kauli ya Mola wetu mtukufu kwa waumini ni ndugu. Nawakaribisha sana na muendelee kujumuika na ndugu zenu Waislamu wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, ambapo kwa hakika sote tumefurahi na kunufaika na uwepo wenu hapa. Na kwa bahati nzuri nyote mnasema Kiswahili fasaha kabisa, mashaallah. Nilikuwa na wasiwasi, maana kuna nchi nyingine kama DRC, Rwanda, Burundi, Kiswahili kipo, lakini zaidi kwa wale wa mipakani. Lakini mamufti wetu alhamdulillah wote wanasema Kiswahili kizuri, fasaha. Tumekufahamuni sana. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Ndugu waumini, mabwana na mabibi, kwa mujibu wa mafundisho ya dini, mwaka mpya wa Kiislamu unatukumbusha hijra ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukio ambalo lilibadilisha historia ya Uislamu na kuleta msingi wa kujenga jamii yenye umoja, haki na amani. Tunaelezwa kwamba hijra haikuwa kuhama kutoka Maka kwenda Madina pekee, lakini ilikuwa ni safari ya imani, subira, matumaini na kujenga maridhiano kati ya watu wenye tofauti baina yao. Hii inatukumbusha kwamba waumini hatupaswi kukata tamaa kila tunapopata changamoto, kwani suluhisho lake kubwa ni kuwa na subira na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Napenda kutumia fursa hii kuipongeza kauli mbiu nzuri ya maadhimisho ya mwaka huu inayosema hijra ni chimbuko la maridhiano na ustahimilivu katika jamii. Kauli mbiu hii inatukumbusha kwamba jamii haiwezi kuwa na maendeleo bila maridhiano na haiwezi kuwa na maridhiano bila ya ustahimilivu.
Ndugu waumini, mabwana na mabibi, tunapoukaribisha mwaka mpya wa Hijria, tuna wajibu wa kujiuliza tumefanya nini katika kuimarisha amani katika familia zetu, sehemu zetu za kazi na katika taifa letu kwa ujumla. Tunapaswa tuwe watu wa kusameheana, kusaidiana na kujenga maelewano. Katika aya ya 10 ya Surat Hujurat, Mwenyezi Mungu anasema, hakika waumini ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu zenu. Kwa hakika huu ni wito wa wazi unaotuhimiza kuendeleza maridhiano na kuondoa migawanyiko inayoweza kudhoofisha mshikamano wetu. Napenda nikuhakikishieni kuwa serikali itaendelea kushirikiana na taasisi za dini katika kuhimiza umoja wa kitaifa, kuimarisha maadili na kukuza amani na kujenga jamii yenye umoja na ustawi. Serikali inatambua na kuthamini kazi kubwa na nzuri inayofanywa na taasisi za dini katika kuhimiza amani, umoja na kuhimiza maadili mema katika jamii yetu, hatua ambayo ni msingi muhimu wa maendeleo na mustakabali mwema wa taifa letu. Aidha, ni vyema tukakumbushana juu ya malezi mema ya vijana wetu. Tuwalee watoto wetu katika maadili mema ya Kiislamu ili waje wawe raia wema watakaoendeleza amani tulionayo katika nchi yetu. Malezi mema yataondoa changamoto tulizonazo katika jamii, changamoto za masuala ya ulevi, matumizi ya dawa za kulevya, udhalilishaji na nyinginezo ambazo zipo katika jamii zetu. Napenda kutoa wito kwamba tutakapoanza mwaka mpya wa Kiislamu wa 1448 Hijria, na waomba wananchi wote wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kuufanya mwaka huu kuwa mwaka wa maridhiano, ustahimilivu, upendo na mshikamano. Tujiepushe na mambo yote yanayoweza kutugawa, tuheshimu tofauti zetu na tuendelee kuilinda tunu ya amani ambayo ndiyo msingi wa maendeleo yetu. Ndugu waumini, mabwana na mabibi, napenda kuhitimisha kwa kutoa shukrani zangu tena kwa waandaaji wa shughuli hii kwa kuona umuhimu wa kufanya maadhimisho haya kila mwaka na kupata fursa ya kujikumbusha mambo muhimu yanayohusiana na historia ya Uislamu ili tupate mazingatio na kukuza imani na uchamungu wetu. Napenda kuwashukuru tena wale wote waliochangia kwa namna moja ama nyingine katika kuhakikisha shughuli hii inafanikiwa. Tumwombe Mwenyezi Mungu aizidishie nchi yetu amani, atuwezeshe kutekeleza anayoyaridhia na atuepushe na makatazo yake ili tupate mafanikio hapa duniani na kesho mbele ya haki. Mwenyezi Mungu aubariki mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijria. Mwenyezi Mungu aibariki Zanzibar. Mwenyezi Mungu aibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, kumbuka tu haya ni Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.